Good morning and praise Jesus. God is good all the time, and all the time, God is good. This is a great morning that the Lord has given us so that we may come together with our children to continue raising them in a godly way. Just to remind you that children are a gift from God, and we have been given them by God. So we are the caretaker of our children. I want to welcome you this morning as we continue taking care to our children, teaching them about the Word of God. And this morning, I want to teach our children about, and that is not all. And that is not all. Yes, you have it, but that is not all. And I'm reading from the book of John, chapter 10, verse 10b. Najua ya kwamba sisi wengi tunaelewa John chapter 10 verse 10a vile inasema. Most of the time, most of us tumememorize vile John chapter 10 verse 10a inasema. But today nataka tuangalie John chapter 10 verse 10b yenye inasema ya kwamba I have come that they may have life and have it to the full. Part A huwa inaongea mambo ya Setani, vile yeye hukuja kuharibu. Part B inasema ya kwamba now Jesus Christ, Yesu Kristo, naye alikuja that they may have life, that we may have life. Sisi wenyewe, sisi wenye tutampokea Yesu Kristo, we have life. And now for us receiving Jesus Christ, we receive a gift of salvation. Tumeokoka kwa maana tumempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo kila mtu mwenye ameokoka, kila mtoto mwenye amekiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, amepokea zawadi ya wokovu. Na sasa nasema more to that, zaidi ya hivyo ameweza kupokea zawadi zingine. For example, ukishampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, Mungu hukupatia another gift, the gift that we call the Holy Spirit. Kwa hivyo ule ambaye amekiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ama yule mwenye ameokoka, amepewa kipawa ingine ya Roho Mtakatifu, the Holy Spirit. Na ndio maana leo nataka nisome andiko lingine, the word of God from the book of Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Inasema hivi: but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Those are fruits of the Holy Spirit. Kwa hivyo wewe mwenye umempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako na umepewa zawadi ya Roho Mtakatifu, kumaanisha ya kwamba kama Roho Mtakatifu ako ndani yako, you have more than we think. Kwa maana ndani yako uko na upendo, you have joy, you have peace, you have patience, you have all those fruits of the Holy Spirit. Kumaanisha wakati uliokoka ni kama ulipatiwa bucket mzima ya matunda ya Roho
Mtakatifu. So nataka ujue hivi, wewe mtoto mwenye umekiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ujue sio wokovu pekee, ni zaidi hata ya wokovu. Na ndio maana maandiko inasema in John 10:10, Jesus Christ came so that he may give us life in abundance. Akatupea zaidi na zaidi. Now, nataka nimpatie weekly challenge ya hii wiki yenye inakuja. Sisi kama wazazi, kuna kitu nataka tufanyie watoto wetu hii wiki yenye inakuja. Tutafute matunda tofauti, different types of fruits. Tutafute matunda kama haya, utafute chungwa, utafute avocado, utafute coconut, kulingana na uwezo wako, but not less than 3. Ukuje na hiyo matunda upatie mtoto wako, naye akae chini, achukue kalamu na karatasi, aandike majina ya Roho Mtakatifu yale yenye tumesoma pale. For example, aandike jina Wrath, hiyo ingine aandike jina Patience, hiyo ingine aandike jina Peace. Ukiweza kununua zote 9 ni sawa. Usipoweza kununua 9, nunua kulingana na uwezo wako. Ukishaletea huyo mtoto hiyo matunda, naye akishaandika zile majina, achukue kila jina abadike kwa tunda moja. Tuseme kama kwa hii chungwa, abadike jina Wrath, aweke chini. Achukue hii ingine, abadike jina Patience, aweke chini. Achukue hii ingine, abadike jina Peace, aweke chini. Hizo matunda next week, that is a weekly challenge. Kila siku as Monday, achukue lile tunda. Achukue hii chungwa yenye ameandika jina Wrath, akule hiyo tunda. Ahakikishe ya kwamba hiyo siku atashinda na upendo mwingi na kupenda watu na marafiki wake. Hiyo ni siku ya Monday. Siku ya Tuesday, achukue ile ingine yenye iko na jina Patience. Nayo pia hiyo siku umfundishe na amue kuishi na patient. Hata akikosewa akuwe mpatient. Akikosewa na watoto wenzake akuwe patient, kwa maana amekula tunda la patient. Wednesday achukue hiyo ingine. Hivyo hivyo tu mpaka aweze kuelewa the 9 fruits of the Holy Spirit. That is the weekly challenge. Na mkumbuke wazazi, tuliagana tushikane, tukuja pamoja, tusaidie watoto wetu, kwa maana ni jukumu letu kusaidia watoto wetu kukua ndani ya neno. Sasa tusaidiane. Wewe chukua hiyo mzigo ya kumtafutia matunda, yeye na yeye aandike, akue akitumia hiyo, akikula hiyo tunda kila siku, na akikula ahakikishe ya kwamba anaishi kulingana na hiyo maandiko yenye ataandika hapo ya tunda la Roho Mtakatifu. Memory verse ya hii wiki, the same memory verse, Ephesians chapter 2 verse 5. Na ile kitu inafanya nirudie hii memory verse ni kwa maana nataka watoto wetu waelewe na wajue wokovu ni nini, na waelewe ya kwamba we are saved by the grace of God. So waendelee kumemorize this verse. God made us alive with Christ even when we are dead in sin. It is by grace you have been saved. Tukae tukiwakumbusha ya kwamba sio kwa matendo, but ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumeokolewa.
tuendelee kusaidia watoto wetu, tuendelee kulea watoto wetu na njia za kiungu. Na mimi najua miaka ambayo inakuja, we will not regret, because what we sow we will reap. Mungu aendelee kutusaidia, Mungu aendelee kumbariki wazazi, Mungu aendelee kumuonekania, watoto wetu waendelee kubarikiwa na Mwenyezi Mungu, na tuendelee kukuja pamoja ili ndio tuweze kulea watoto wetu na zile njia ambazo zinafaa. It is my prayer that may God be with you as you continue taking care for the gift of children. May God bless you and bless you and bless you.